tena unampenda sana, na najua upo hapa kwa sababu yake yeye. Lakini tambua hivi kwamba hata mimi nipo hapa kwa sababu yako wewe, na nitafanya kila kitu kwa ajili yako wewe. Nilipoenya sikujua. Ukiona vyako vinali usioshe vyombo. Ujue hiyo ni halwa. Haina makamba, haina makamba. Mjomba huyo. Ukisikia mjomba ni mama. Mjomba ni mama. Nilidhani ni salama. Zangulo, zangulo mama. Boko gani hili? Wekenge wewe. Wewe ndo nini kutupikia gundi? Hasa kafirulai jamani. Usiulimba huu. Jamani, nani unataka naswe? Mimi au ankali wangu? Yaani ugali wa kutegea panya unatupikia sisi? Kaleta hiyo sumu ya panya basi. Utuwe hapa hapa. Sheria ya ugali lazima moto uwe mwingi. Niambie umepika na beseni ugali au sufuria? Mjomba. Kelele bana mjomba, tulia mjomba. Huyu dawa yake ni kumsema hadharani. Hivi wewe, ugeni huu kweli wa kuniaibisha mimi? Umekwenda kuchezea unga tu pale. Angalia sasa mabuje ya nini haya? Unataka kutupeleka chooni sisi kilazima. Tena kutusaidia huko. Maji yenyewe nakatika yaeleweke. Mjomba, mimi ndo nimepika. Unasema mjomba? Mimi ndo nimepika huo ugali. Umepika wewe? Umeiva huu mjomba. Ankali, umeiva huu vizuri tu. Fazausi umeiva huu? Umeiva. Umeiva huu? Yaani Fazausi ugali mbichi kabisa nasema umeiva huu? Kapika mjomba umeiva huu. Mimi nilijua tu. Wanawake wa sasa hivi mnatumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii kuliko jamii yenyewe na kuzungukeni. Hebu basi kaa hata dakika moja mama yako akufundishe malezi basi. Kutongoza tu wanaume kupika. Kwa nini umekaa umemaliza tupikia ugali mbichi makadabada ya kabisa, usio? Sasa hiyo kutongoza tu kupika ndo nini sasa? Kwenda! Peleka mibange yako mbele. Wewe, acha kumsema mjomba wangu mbele yangu. Siku nyingine. Mjomba. Kikubwa mayai si yameiva. Mayai yameiva. Basi haina shida ugali unalika huu. Sasa mjomba wangu, kuwa huru bwana. Chana na yule mabange. Kule ni ugali, acheni bwana. Mayai kama yameiva. Maana ujue gia ugali huu ni mayai. Lakini hakuna namna. Yaani dada, nimekuja wangu umenikurupusha. Kuna nini? Kaka, umemwona huyo? Nataka nimuunganishe na yule kijana. Wawe marafiki. Bila shaka Pinki yuko kwako, si ndivyo? Hapo ulipotaja Pinki dada, hapo ndo umenigusa. Hivi ninavyokuambia kinachoendelea kule nyumbani, yule kijana na kaka, nimesha kukataza. Hivi kwa nini unapenda kulopoka sana wewe? Haya. Samani. Unashindwa kufunga hilo bakuli lako? Hebu kuwa kwanza basi kidogo. Usinitibue. Zawadi. Abe nada. Njoo. Shikamoni. Marahaba Zawadi.
nenda kamletee mjomba juice. Sawa madam. Dada. Juice. Zawadi. Kanikangie mayai. Kaka bwana, nenda kamkangia hayo mayai anayotaka. Sawa mjomba. Jamani, huyu Zawadi ana mwili dada huyu. Unamlisha nini huyu? Kaka, hebu achana nayo kwanza. Points kubwa niliyokuitia, nilikuwa nataka huyu kijana amsaidie kumrekebisha yule kimuonekano, kimavazi, yani kila kitu. Manake pale alipo anashindwa hata kuchana nywele zake, anashindwa hata kuoga akapendeza. Amsaidie kumwelekeza mambo mbalimbali. Kwa hiyo kaka, pia wewe nakupa jukumu ukiwa kama mtu mzima, kwa sababu unamjua mjomba wako huwa ni mbishi sana. Oh sorry, eti mjomba wako yule kijana huwa ni mbishi sana, sio mwelewa. Kwa hiyo nilikuwa naomba wewe uwe kipaumbele kumuunganisha huyu na yule. Sawa kakaangu? Yaani katika hilo dadangu, mimi nakuunga mkono 100%. Kwanza huyu kijana anapiga kama zinaenda zinapiga. Anyway, ni hivi. Mimi kwanza nikwambie dada, mimi nishachoka pale. Yule msauzi anavyonisumbua pale Si nishakwambia kwamba ujaribu kujikontrol jamani. Kwani utakuwa lini jamani kakaangu? Mimi sipendi. Basi tumpeleke hata ilani. Basi samahani dada. Basi. Manake mambo yasiwe mengi. Unaondoka sasa hivi au mnasubiria hayo mayai? Sasa swali gani hilo unaniuliza dadangu? Unaniuliza tena unasubiri. Sasa nisisubiri hayo mayai kwa sababu gani? Kwa sababu ya safari. Dada, acha kufananisha safari bwana na mayai. Safari kitu kingine, mayai kitu kingine. Labda umwambie tu Zawadi achangamke. Some places change you forever. You walk and smile. Shangazi, mbona mjomba Kilamba arudi? Anaongea nini na mama? Niambie. Wewe hujakwambia chochote? Shangazi, acha pressure. Kusema ukweli, amepigiwa tu simu akaondoka. Kwa hiyo mimi mwenyewe hata sijui huko kaitoa nini, kaenda kufanya nini. Asiniambie tu anataka nirudi nyumbani mapema jamani. Mimi sitaki hata kurudi nyumbani mapema. Ina maana wewe hujakwambia kitu chochote? Shangazi, tuliza jazba. Acha pressure, msikie. Yaani hapa cha kufanya kilichobaki ni tukae tumsubirie. Sisi sote tujue huko anaongea kitu gani. Wewe hapo unachotakiwa utulize pressure, uache jazba. Samahani. Samahani. Nimekulisha ugali mbichi. Usijali, niko sawa. Kama utojali basi nikupe tela uende ukanue chakula ule. Mwanangu, mimi nimechoka sana. Yaani katika hili nimechoka sana. Ila nakusii. Mpe Kendi anachokitaka. Mpe talaka yake. Mama, talaka tena? Hapana. Yaani siku zote ambacho ukinishauri wewe mama yangu nilikuwa nakifuata. Lakini hiki ambacho umenishauri leo mimi siwezi kukubali mama. Kendi ndo mwanamke ambaye mimi nampenda kwa dhati. Sasa inakuwaje leo mimi nikubali kumpa talaka?
Unajua wewe unampenda, lakini yeye hakupendi. Mapenzi ni maua Tasha, na mbolea maua hayo ni pesa. Tasha, huna pesa, na wakati mwingine Mungu anakupa mitihani kwa makusudi. Amekupa hili tatizo ili kujua kabisa kwamba Kendi ni mwanamke sahihi kwako ama sio sahihi kwako. Jifunze kupitia hicho na unielewe. Usimng'ang'anie. Kila anayepanda upepo huvuna zoruba mwanangu. Achana na Kendi, mpe talaka yake. Utampata mwanamke mwingine atakayekupenda kwa dhati na ukasahau kila kitu, atakaivumilia hali ulionayo. Mwanangu, nielewe na kuomba sana, nisikilize. Kendi sio mwanamke wa aina yako, na wewe sio mwanamume wa aina yake. Achana naye, mpe talaka yake. Hapana mama, mimi siwezi kumpatia Kendi talaka. Sasa kama nikimpatia talaka Kendi, nani ambaye atakuwa msaidizi wangu mimi? Kendi ndo mtu ambaye alikuwa anahakikisha mimi nakula vizuri, nalala vizuri, ni yeye. Sasa leo mimi nikimruhusu Kendi nikumpa talaka itakuwaje mama? Alafu kiachana yote mama, tatizo moyo. Mimi moyo wangu nampenda Kendi. Katika hii dunia hakuna mwanamke ambaye mimi nampenda zaidi ya Kendi. Nitakubali vipi kumpa talaka mwanamke ambaye mimi nampenda? Yaani mwanangu, unajua unanitia hasira sana. Yaani ungekuwa ni mtoto unayetambaa, ningekutandika fimbo mpaka ungejenyea mavi. Eti moyo unapenda. Unapenda nini? Yeye hakupendi. Utafanya nini? Haina namna. Achana na Kendi. Utampata mwingine. Utampata mwingine ambaye utampenda kuliko ulivyokuwa unampenda huyo Kendi. Na yeye pia atakupenda. Nielewe. Nini ambacho unielewi mwanangu? Tasha, acha upumbavu. Hii vita hatutaiweza. Achana naye. Bado mapema, mpe talaka yake. Unampenda na kuna kawaida, usompenda kuchukuli barida. Hisia zako na moyo wako umeweka kwake. Wapo wanaopenda wanashindwa kusema, na kisema basi. Wewe kwa nini unajali kuhusu mimi? Nimeshakwambia usijali. Kwa hiyo unaona bila wewe mimi siwezi? Siwezi kula kwa sababu yako? Alafu nisikilize. Kama hapa utakuwa unakuja kwa ajili yangu, iwe mwanzo na mwisho. Ukija hapa fata ya kwako. Yaani usitake kunichanganya. Naona kabisa unanizoea. Naona kabisa unanizoea. Pishani! Jordan Bey anaingia. Karibu baba. Karibu. Bey, huyu ni mjomba wangu, alafu na huyu ni mke wangu. Kwa heshima yako Bey, huyu ni mpangaji wangu. Ankari, nimejaribu kuwatoa watoto wa kike ili tubaki sisi wanaume wenyewe tuzungumze. Unajua nikwambie kitu Ankari, wewe kwenye huu mji sasa hivi ni mgeni, kwa sababu muda mwingi sana umeutumia wakati uko South. Sasa kwenye michakato yako ya utafutaji wewe kwenye kujipatia riziki sasa hivi una kipindi kigumu. Lazima upate mtu ambaye ana uwezo wa kukuongoza, wa kukuambia tukanyage hapa, tushuke hapa, twende hapa, angalau mkono uende kinywani. Sasa mimi nikasema sio vibaya Ankari, kukutafutia mtu ambaye anaweza akasema leo twende chimbo hili, kesho twende chimbo hili, angalau Ankari yangu uchangamke.
kwa sababu kuna muda nikija na kukuta umekaa kwenye kochi, umeshika shavu, una amani. Sasa kwa nini? Nikasema haiwezekani. Nikakutafutia mtu huyo hapa sasa, Jordani. Huyu bwana, huyu mwangaikaji, machaka yote mjini hapa anayajua. Yaani ukizungumzia Mission Town ule kindaki, Jordani ni Mission Town kweli. Kwa hiyo mimi naamini mjomba wangu huyu angalau kidogo atakusogeza kwenye shilingi 2-3, angalau ukija hapa una visenti vya kulingia, huyu atakusogeza. Kwa hiyo nimemleta hapa ili muwe marafiki. Msaidiane kwenye zile shida ndogo ndogo ili usiwe mpweke mjoko. Au unasemaje ankali? Oya, kwani mimi nakuegemea sana au? Sasa unanegemea vipi ankali wakati mimi nimekaa huko? Wewe uko huko. Unanegemea na nini? Au kwa sababu sometime nakwama nini nakuletea kibakuli cha mbogo ntilie ndio umeamua kuniletea dharau au sio? Kwa sasa hivi wewe unaanza kunipangia mimi nani wa kuwa naye, nani atakupa michakato au sio Wewe umenisahau au sio? Unikumbuke. Sikiliza ujue fadhao au sio? Usilifanya mimi kama chizi. Yaani wewe uweze kuniletea mimi matozi. Mimi matozi sio jamii yangu. Wewe vipi unaletea mboya na maeleni nini ile na kidani cha mapenzi ala makopa kwa ndo vipi? Oya, sela kiuni au sio pileti ujue unabana moja tu sio mbili huku na huku afu na mimi anaweza kuwa mwanangu na kwa kichangu kwa vipi? Kale, sasa usipandishe sauti. Nisipaze sauti? Oya wewe maboy sikiliza au sio bwana? Huyo kama kakwambia namna gani vipi? Nini kilichokuleta? Kwa nini umekuja kunifuatilia mpaka huko? Alafu ulivyokuwa hauna aibu. Pinky. Nilikuacha nyumbani upo na mama Kwa hiyo mmekaa wenyewe huko mmeasuka ya kuyasuka, umeamua kuja kunifuatilia huko. Ndio maana nashangaa ghafla tu mjomba Kilamba anaanza kupokea simu. Kumbe ulikuwa na mipango yako Sasa sikiza nikwambie. Okay basi naomba uniambie. Unajua nini kuhusu yule kijana? Pinky. Sio kila siri ambayo imefichwa lazima wewe ijue. Siri zingine zimefichwa kwa manufaa yako wewe mwenyewe. Mimi najua kama unampenda yule kijana. Tena unampenda sana. Na najua upo hapa kwa sababu yake yeye. Lakini tambua hivi kwamba hata mimi nipo hapa kwa sababu yako wewe. Na nitafanya kila kitu kwa ajili yako wewe. Unataka kuniambia ukweli, si ndio? Sasa kama nilivyokuambia nyumbani, sitaki unifuatilie na sikupendi, sikuhitaji. Leo iwe mwanzo na mwisho kunifuata kila ninapoenda. Na Jordan, nikukumbushe tu, mimi nikipenda napenda mara moja na ninaacha mara moja. Nisikilize. Siku zote binadamu akipanda mti na akihitaji kuung'oa au kuukata, basi inabidi afanye mapema sana kabla huo mti haujakua. Maana kama akisubiri huo mti ukue na ukate, basi tamlazimu agharimike. Unamaanisha nini? Nisikilize. Ulianza mahusiano na mimi muda mrefu sana. Na kama ungehitaji kuyavunja haya mahusiano, ungeyavunja mapema na sio sasa. Maana ukihitaji kuyavunja haya mahusiano, lazima ugharamike na sio kirahisi hivyo. Embu niache. Nisikilize Jordan. Sigharamiki na tunaachana.
tena na ukome kunifuatilia fuatilia.